Just imagine mkuu wa wilaya, toka 2008 mradi huu ulipokelewa kwa hamu kubwa sana na wanakata Mwangata, na unazungumza juu habari ya bilioni 3.9, lakini ukiingia hapo ndani unaona tu boma. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sijui kama wewe inakuingia akilini. Pesa inayotajwa ni pesa nyingi tofauti na muonekano wa kitu kilichopo hapa, na ndio maana wakati mwingine wananchi wanavyoitwa hawafiki hapa. Naomba ufafanuzi wa mashine imenunuliwa shingapi na ukarabati umefanyika wa shingapi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, juu ya huu mradi, unapowaambia wananchi hawa wakata Mwangata na kata za jirani, ni vigumu sana kuweza kuelewa, ili hali wanaona hili boma ni la miaka mingi. Just imagine mkuu wa wilaya, toka 2008 mradi huu ulipokelewa kwa hamu kubwa sana na wanakata Mwangata pamoja na wana Iringa Manispaa, lakini hapo umekuja kugua leo umejionea maboma tu, na unazungumza juu habari ya bilioni 3.9, na sasa serikali ishatoa bilioni 3, imebakia tu milioni 900 pekee, lakini ukiingia hapo ndani unaona tu boma. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sijui kama wewe inakuingia akilini. 2018 kama ungefanikiwa kufika ukapata profile yake, huu mradi ulikuwa beyond ya hapo unapouona. Humo ndani mlikuwa una mashine ya freezer na kila kitu, mpaka ile mashine ya kubeba ng'ombe ilikuwepo hapo, na umekaguliwa mara kadhaa. Leo hii nimeingia hapo, hata ile chuma iliyokuwa inaweza kubeba ng'ombe haipo, hata hizo mashine sidhani kama zipo, na matokeo yake umepata taarifa ya kwamba kumefanywa ukarabati mpya, tena zimekuja fedha nyingine za kukarabati boma lililochakaa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jengo hili tunatarajia lianze kufanya kazi, limejengwa. Tunazungumza juu ya habari ya jengo lililochakaa kabla lianze kufanya kazi. Inaingia akilini kweli jambo hili? Hii fedha ni ya serikali, ni kodi zetu sisi wenyewe. Mimi nafikiri serikali hebu iwe na maneno yaliyonyooka, tuelewane wanakiongea nini mbele ya sisi wananchi. Kwa sababu mradi kimsingi tunauhitaji kwa miaka yote, takriban miaka 20 tunazungumza habari ya kujenga boma moja ambalo hata mimi mngenipa hapa ningejenga. Ili boma lina ukubwa gani hili hapa mpaka uniambie linaleta tija hapa, na nimalize B3 hapa, na maliza B3 kwa kitu gani? Mheshimiwa kwa hiyo naona hebu litazame pia kwa kina, muone tija huu mradi, isibakie historia story 30 miaka itakata. Tutakuja ukarabati upya ile jengo baada ya miaka 5 ijayo. Kuhusu machinjio hii, pesa inayotajwa ni pesa nyingi tofauti na muonekano wa kitu kilichopo hapa, na ndio maana wakati mwingine wananchi wanavyoitwa hawafiki hapa, kwa sababu Mheshimiwa DC, mradi ni mara nyingi watu wamekuja kukagua, lakini tumekuwa hatuna majibu. Kila mtu akikagua analizia anaondoka, lakini kwa mtu mwenye akili timamu akionyeshwa kama kuna B3 hapa, sio kazi nyepesi kukubali. Nataka ufafanuzi juu ya ukarabati wa machinjio yetu. Nimeambiwa hapo kuna bilioni 1.9 zilikuja wakati wa awali, manake hapa tulipewa bilioni 2. Hasa swali langu liko kwenye ukarabati wa mara ya pili. Naomba ufafanuzi wa mashine imenunuliwa shingapi na ukarabati umefanyika wa shingapi. Mtambo wa mbuzi utafungwa huku. Huku mbuzi huku ng'ombe. Hili jengo lilikuwa la zamani sana na mfumo wake wa umeme haukuwa mzuri. Hapa tunafanyika uchinjaji. Ile hapa. Nani wote mpaka kule au kwenye mwisho kwenye ukuta hapo. Eneo letu. Ukuta. Eneo letu mpaka nje ya fence. Mpaka nje ya fence. Yeah. Eneo hili la mbele yetu ndio eneo ambalo tutatumia kuchinja ng'ombe, na mtambo wetu ule wa kisasa utakuja eneo hili hapa. Mwanzoni eneo hili lilikuwa na terazo, lakini terazo zilikuwa zimechoka sana. Kwa hiyo wataalamu walitushauri kwa hizi terazo zilizopo tuweze kuzifanyia vanishing and polishing. Kwa hiyo eneo lote hili ni terazo za zamani, lakini tuliweza kuzisukua. Lakini pia kuna maeneo mengine ambayo wataalamu walishauri tuweke terazo ila hayakuwa na terazo. Kwa kuna maeneo mengine kuna terazo mpya kabisa tumezijenga. Lakini pia eneo hili tulibadilisha mfumo wa umeme. Hili jengo lilikuwa la zamani sana na mfumo wake wa umeme haukuwa mzuri. Kwa hiyo tulikuja tukafanya inspection, hata kule bati juu zilikuwa haziko vizuri, zilikuwa zinavuja, nazo tulizirekebisha, na mfumo wa umeme kama unavyoona nao tuliboresha. Mheshimiwa DC, hapa ndipo tutaufunga mtambo wetu. Na zamani hapa palikuwa pana nguzo ambazo zilikuwa zinashikilia chuma zile ambazo tulikuwa tunachinjia kwa njia za kawaida. Kwa hiyo
vipimo hivi vyote tulichukua vipimo tukapeleka China ili watuandalie mtambo ambao tutakapouweka uendane na vipimo. Okay. Sasa wale ng'ombe wanakuwa wanaingilia kwa kule nje. Sawa. Huku ndo silage. Okay. Zizi. Ng'ombe watakuwa wanapitia hapa, wanapitia hapa na ndio mlango wao. Okay. Ndio. Hawa sasa ni ng'ombe wanasubiri tu kwenda machungani. Okay. Lakini kwa awali hii machinjio ilikuwa inatumika. Okay. Baada ya ukarabati tukashifti tukarudi ile machinjio ya zamani ambayo inaendelea sasa. Kisha ukarabati. Kwa sasa kule hakuna sehemu ya kuhifadhia ng'ombe. Kwa tunaomba mkandarasi tuendelee kuhifadhi ng'ombe zetu huko. Alafu mnatoa wanaenda kule. Wale wafanya biashara jioni wanapokea kwenye magari wanapeleka kule. Kwa kazi kubwa inafanyika hapa ndani. Kwa nini jengo? Kuna ng'ombe hapa, mbuzi kule. Kwa ajili ya mbuzi tu. Ambapo mbuzi watakuwa wanaingilia huku. Na maana mtambo wa mbuzi utafungwa huku. Huku mbuzi huku ng'ombe. Kwa kinani mnaweka rail system ya rail system inaingia huku mbuzi. Kwa nyama zitakuwa zinahifadhiwa hapa. Na hiki chumba ni kwa ajili ya meat processing. Hapo tuambie kwa jumla faida ya mradi. Ya kwanza kabisa lengo la mradi wananchi wa benefit upatikanaji wa nyama safi na salama. Angalia tumezungukwa na wageni wengi. Sidhani kama watakuwa naridhika na nyama ambazo zimetoka kwenye zile machinjo za zamani. Pili, ajira kwa wananchi. Tuna zaidi ya wananchi 200 wananufaika na machinjio. Wale wa mama wanaonunua vichwa na nini, wanaochuna, wote kwa ujumla, wafanyakazi wanaokusanya ngozi. Tatu, mazingira kwa ujumla. Awali kule tulikuwa tuna changamoto, miundombinu ya maji taka haipo, watu maji yalikuwa yajichuji, lakini huku maji yanajichuja. Tuna mabwawa ya maji taka. Hata kama ina changamoto lakini haiwezi kuwa kama za awali. Sawa. Kwa jumba huko kuna lolote? Hamna? Hakuna. Basi tunaanza sisi mkurugenzi kwa taarifa. Kazi za ujenzi zilianza mwaka 2008 mpaka 2015. Pale fedha zikawa zimekosekana, mradi ukaingizwa kwenye mpango wa mradi mkakati mwaka 2019. Hapa tulipo ni machinjio ya kisasa Ngerewala. Kama alivyosema kaimu mkurugenzi, ni kwamba mradi huu ulianza 2008 baada ya kuona kwamba eneo lile ambalo tulikuwa tunafanyia uchinjaji, eneo la Mlandege, halikidhi mahitaji. Hivyo mkurugenzi pamoja na management kwa wakati huo wakaamua kwamba eneo hili likateuliwa kwamba mradi huu ndio ujengwe. Kwa hiyo kazi za ujenzi zilianza mwaka 2008 mpaka 2015. Pale fedha zikawa zimekosekana, mradi ukaingizwa kwenye mpango wa mradi mkakati mwaka 2019. Tukajenga majengo haya yote na mpaka mwaka 2025 2026 serikali ikatoa tena fedha kwa ajili ya kuleta mtambo wa kisasa kwa ajili ya uchinjaji, ambao mtambo huo umeshaagizwa, umeshaletwa, timu ya wataalamu imeenda imekagua Dar es Salaam, na wakati wowote wiki ijayo mtambo huu utaletwa hapa kwa ajili ya kusimikwa. Lakini kuna kazi za awali ambazo zilikuwa zimefanyika hapa kwa ushauri, kwa kufuata design ya mtambo ambao unaletwa, kwamba ukarabati umefanyika hapa wa hili jengo. Kumbuke kwamba ilikuwa limejengwa toka 2008. Kwa hiyo kuna ukarabati mkubwa ambao umefanyika, ambao sasa tunaendelea kumalizia kwa maana kwamba ukarabati umefanyika, tunategemea wakati wowote kusimika mitambo. Gharama ya mradi huu, gharama kwa maana ya mitambo pamoja na gharama yote ni milioni 997,782,959 na senti 5. Na mkandarasi ambaye amepewa tenda hii ya kuleta hiyo mitambo na kufanya ukarabati anaitwa Gipco Construction Company Limited. Na mpaka sasa mkandarasi huyu ameshalipwa shilingi milioni 509,901 na laki 4. Kwa hiyo tunategemea atakapokamilisha kulingana na kandarasi yake alivyopewa, atakapokamilisha atalipwa hela zake zote kulingana na mkataba jinsi ulivyo. Kwa hiyo kwa taarifa hii naomba kuwakilisha kwa hatua. Asante.
Iringa oye! Pesa inayotajwa ni pesa nyingi tofauti na muonekano wa kitu kilichopo hapa. Hapo umekuja kukagua leo, umejionea maboma tu na unazungumza juu ya habari ya bilioni 3.9, lakini ukiingia hapo ndani unaona tu boma. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sijui kama wewe inakuingia akilini. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba kutoa ufafanuzi wa hizo bilioni 3 ambazo zimeulizwa. Katika taarifa yangu nilizungumza kwamba mradi huu ulianza 2008 kwanza kwa kutoa ardhi hii ambayo tuko hapa ambayo ni hekta 6.9, na tulianza kwanza na ujenzi wa hilo boma hapo, na baadaye tukalazimika kuleta miundombinu mbalimbali kama umeme wa kiwanda kwa maana wa phase 3 na shughuli zingine mbalimbali ambazo jumla yake ilikuwa milioni 928. Sasa naomba kutoa ufafanuzi wa ndugu yangu Chengula hapo, anasema kwamba kulikuwepo mitambo ya kisasa humo ndani, sasa haipo. Kimsingi ni kwamba humo ndani kulikuwa kuna vifaa ambavyo tulipewa msaada na UNIDO vyenye thamani ya shilingi milioni 169.89 ambavyo hivyo kimsingi vipo store. Sasa wakati huo wakifanya ziara, nafikiri akiwa mheshimiwa diwani alikuwa anaviona vifaa mle ndani. Hivyo vifaa vipo na tunaanza kuvitumia sasa hivi tukiwa katika mfumo huu wa kisasa. Mitambo kama mitambo ya uchinjaji wa kisasa ni hii ambayo sasa tunaitegemea probably next week. Kwa hiyo kuna milioni 928 katika mchanganuo huo, ambapo fedha halmashauri kama halmashauri ina mchango wake hapo milioni 108. Serikali kuu kwa wakati huo 2008 ilitoa milioni 550, na mradi wa uendelezaji wa sekta ya kilimo ulitoa kama milioni 100, na bado na hivyo vifaa vya UNIDO milioni 169. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, halmashauri kama halmashauri ilishindwa kuendelea kwa sababu ya ukosefu wa fedha, ndipo serikali ya mkoa ikaamua kuingiza huu mradi kwenye miradi ya kimkakati mwaka 2019. Baada ya kuingia kwenye mradi ya kimkakati, kiasi cha fedha shilingi milioni 779.9 zilitumika katika kujenga miundombinu kuanzia hili jengo ambalo mheshimiwa upo hapo, jengo la utawala, kuna jengo pale la maabara, kuna jengo ambalo tunaliita ni changing room, kuna ile railage uliyoiona lile jengo la vyuma kwa ajili ya kuwaweka wanyama kwa masaa 12 mpaka 24 kabla hawajachinjwa, then kuna roundry, kuna hiyo fence na kuna oxidation ponds, kuna mabwawa ya maji machafu ambayo yanachuja maji ya kutoka machinjioni ambayo thamani yake ndio hiyo shilingi milioni 879. Then tukaingia sasa kwamba sasa tunaleta vifaa. Sasa ndio katika mwaka wa fedha huu 25-26 imeletwa hii bilioni 1 na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya mitambo ya kuchinja sasa mfumo mzima, laini ya ng'ombe na laini ya mbuzi. Kwa hiyo labda sintofahamu hapo ni kwamba vile vilivyokuwa vinaonekana mle ndani ni mitambo ya kuprocess nyama ambayo tulipewa msaada na UNIDO, shirika la uendelezaji wa viwanda hilo la kimataifa. Kwa hiyo ukipiga sasa jumla yake ndio unaipata hiyo bilioni 3 ambayo wanaisema. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi naomba watuamini kwamba sisi watumishi tunaweka kumbukumbu na hali halisi ndio hiyo. Juzi timu imekwenda imekagua hiyo mitambo, inakuja kufungwa hapo, na bado nafikiri kaimu mkurugenzi atakufafanulia kidogo, bado kuna hela ambazo zitaletwa kwa ajili ya uboreshaji wa vitu vingine vidogo vidogo hapa. Tunaweza tukafika kwenye bilioni 4 kasoro. Hakuna machinjio ya kisasa ukaambiwa machinjio ya kisasa ikawa na shilingi milioni 100, milioni 200, hakuna. Na hii machinjio hapa itafanya kazi kwa nusu mashine nusu binadamu. Ukiwa na janja, sisi tunajua hata kabla yenu. Kwa sisi tuna bahati kwa sababu kuna watu wamekaa miaka mingi huko nyuma wakiwa na majengo tu hayana kazi. Sisi tunaenda kuona mitambo ya kisasa ikifungwa, na kama tunavyosema jamani, mitambo hii itakuwa ni ya kisasa kwa kanda hii ya juu kusini yote. Hata Mbeya hakuna. Kwa hiyo ni machinjio ya kisasa ya kujivunia. Tunavyoongea mitambo iko Dar es Salaam imekaguliwa. Wiki inayokuja wiki 2 itakuja kufungwa mitambo hapa yenye thamani ya bilioni 1. Ndio maana mimi nimekuja kukagua kuona je, miundombinu iko tayari kufungwa mitambo. Ile mitambo aliyosema mheshimiwa diwani mstaafu hapo imefungiwa ili kupisha ile eneo lifanywe ukarabati. Kwa hiyo ikija mitambo mingine na ile itachukuliwa, mitambo yenye thamani ya milioni 160 yote itakuja kuwekwa hapo, ila inayofungwa ni ya kisasa zaidi.
Kwa hiyo jambo litakuwa limekaa vizuri. Jamani, sisi tuko hapa kuwawakilisha nyinyi. Kwa hiyo mimi hata mnayosema mimi naenda kujiridhisha, kukagua na kuangalia hayo mahesabu. Na sisi tunatembea na timu yote. Tuna watu wa TAKUKURU, tuna vyombo vyote. Kwa hiyo kukiwa na janja sisi tunajua hata kabla yenu. Ndio maana tukija huku tunakuwa na taarifa. Yaani sisi tunasomewa taarifa, lakini sisi tunajua kabisa kinachoendelea hapa ni nini. Kwa hiyo mimi niwaondoe wasiwasi kwamba mpaka mradi ukamilike bilioni 3.9 zitakuwa zimetumika, lakini mpaka sasa bilioni 3 zimetumika, ila hiyo bilioni 1 ni mitambo ambayo iko Dar es Salaam, imeshatoka China, imekuja inakuja kufungwa. Hawakutaka kuileta mpaka ikaguliwe kuona kila kitu kimekaa vizuri, na ile mitambo imeletwa kwa kuzingatia vipimo vya hapa. Kwa hiyo ikija inaenda kuwekwa, sio kwamba mwingine utakuwa umezidi, wameangalia na kuzingatia vipimo vya hapa. Lengo sisi hatufurahii michakato. Lengo tunataka shughuli zianze, wananchi waone manufaa. Kwa sisi tuna bahati kwa sababu kuna watu wamekaa miaka mingi huko nyuma wakiwa na majengo tu hayana kazi. Sisi tunaenda kuona mitambo ya kisasa ikifungwa, na kama tunavyosema jamani, mitambo hii itakuwa ni ya kisasa kwa kanda hii ya juu kusini yote. Hata Mbeya hakuna. Kwa hiyo ni machinjio ya kisasa ya kujivunia. Nawapongeza halmashauri, na mimi naungana na wananchi kwamba ile spidi iwe iende sasa. Si ndio kaimu mkurugenzi? Mitambo imeshafikwa, iletwe, wananchi waone inafungwa. Na diwani yupo anawakilisha, mtendaji yupo. Watakuwa wanahabarisha kwenye mikutano ya hadhara kwamba sasa jamani, mkipita mtaona mitambo imefungwa. Na wakishafunga mitambo, maana yake kuna shughuli ambazo zitaanza bila kusubiri ile milioni 900 wakati maboresho mengine. Kwa hiyo tunaamini mkurugenzi, mwaka huu mambo yatakuwa safi. Si ndio madam? Ndio. Mwaka huu mambo hebu hakikishie. Nashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwanza ni washukuru sana wananchi kwa hoja zenye nguvu kabisa ambazo wamezitoa, na ni haki yao kabisa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kufuatilia miradi inayotekelezwa hapa katika manispaa ya halmashauri ya manispaa ya Iringa. Lakini na mimi niwaondoe hofu. Timu ya mkurugenzi imeshaenda Dar es Salaam, imekagua na mitambo ni kama vile ambavyo iliagizwa. Kwa hiyo tunategemea wiki hii mwishoni ule mtambo utakuwa umefika hapa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwa hiyo shughuli za usimikaji zitaanza, na baada ya hapo tutakuwa na shughuli za training kwa wale watu ambao watakuwa wanautumia huu mtambo, na baada ya hapo shughuli za uchinjaji kisasa zitaanza. Asante mkuu. Mpaka mwezi wa mambo yanaweza kabisa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na sisi tunakukaribisha kama utakuwa na nafasi pia uje uone huo mtambo. Nakushukuru sana. Mtendaji, usiache kumwalika Mheshimiwa diwani mstaafu bwana. Aje aone ng'ombe wa kwanza anavyochinjwa hapa. Au sio bwana? Mumpe na maini yale ya kwanza yale.